Nilionekana na ugonjwa wa moyo. Niliambiwa moyo umepanuka. Sasa nilikuwa nasikia hapa kwenye titi la kushoto kuna muda vitu vinachoma hivi. Yaani hata ukitumia nguvu labda kugeuka au kutembea au labda ukiwa unajikaza siku upike ka ugali, yaani ukifanya kitu chochote. Basi na hilo nimefuatilia, nikamwambia sasa kama ni hospitali, kwanza vipimo ni gharama ni kubwa, lakini kama ni msaada ningeshapata, kwa sababu kama ni dawa nimekunywa sana lakini hakuna. Yaani kama ni dawa nimetumia sana lakini sijawahi kupata unafuu. Tayari nikawa nimeingiwa na ugonjwa mwingine mbaya. Kitokea msiba mfano kama huu mtaa, nazimia, wakizika nazibuka. Basi mtumishi, nilibahatika kukutana na mtu ile hali wakati imenitokea, akaniambia mwili wako unakuwa baridi sana kama mtu aliyekufa. Basi ile hali nikajua sio ya kawaida, lakini iliongezeka yakiwemo na matatizo mengine ambayo yalikuwemo toka mwanzoni. Basi baada ya hapo Mwamposa nimetumia maji yake, nimetumia mafuta yake, lakini katika kutumia mafuta na maji kuna kitu kingine ambacho pia nilikuwa nakiona, japo sikukata tamaa. Yaani usiku ndo utakutana na mauzauza zaidi. Kadiri unavyotumia, yani unatumia lakini bado unakutana na shida pale pale. Nikaacha. Unaweza kutusimulia ni mauzauza gani? Sijawahi kukutana naye ana kwa ana, lakini tu alikuwa ananifanyia huduma kwenye simu. Kwa sababu kipindi hicho nilikuwa Dar es Salaam, na baada ya huduma zake, yani unaamka mwili wako unaumwa vile vile, na usiku unaona tu hiyo hali ya majoka, mara majitu yanakutokea, lakini anakuombea lakini huoni unafuu. Kwa hiyo moyo wa kwenda kumfuata kule ofisini kwake ulipotea tena. Baada ya hapo nikaingiwa na mawazo ya kwamba labda nirudi tu kwa waganga, lakini niliwasiliana na mtu mmoja akaniambia mbona makanisa ni mengi. Amina mtumishi, nilienda hilo kanisa, akaniomba namba za simu, maana nilimwelezea mimi nimekuja hapa nina matatizo, nahitaji unisaidie. Lakini nilikutana tu na mambo mengine ambayo yako kinyume na mapenzi ya Mungu, nikaamua kuacha tena kusali hilo kanisa. Basi kwa sababu nilikuwa kule, nilikuwa nafuatilia wachungaji wale wakubwa, ndo nikawa nimeenda sasa kwa Nabii Bendera. Nilifika, nikapambana, nikakutana na wachungaji, wakanipa maelekezo yao namna ya kumuona yeye Bendera. Nilijitahidi kadiri ya uwezo wangu. Kitu cha kwanza niliambiwa nitafute sadaka. Nilivyopata ile sadaka, waliniomba sadaka ya kuteketeza, ili ndo nikakutane na yule nabii madhabahuni. Basi nikawa na ile imani, nikifika kwenye madhabahu na sadaka, maisha yangu sasa yatakuwa kwenye mapumziko. Siku ya kwanza na sadaka yangu kwenye bahasha, kuna mfumo wa watu kwenda kuombewa. Mnaweza wanapelekwa ambao wameandaliwa kwa ajili ya maombi, sasa kufanyiwa huduma. Aliombea wenzangu vizuri, akashikilia maiki, akaita Mungu wake vizuri, akakemea vizuri, akavunja vizuri. Mimi niko kwenye foleni sasa pale kwenye madhabahu, lakini alivyofika sehemu yangu, wale mabodigadi wake akawapa maiki, wakashika, akanishika tu mkono, akaniambia Mungu akutie wepesi, akusaidie, akufungue. Hakuniombea kama watu wengine alivyowaombea. Mwanzoni ilikuwa ni ngumu kuelewa kwa nini mimi nimekuwa tofauti na wenzangu. Sasa kulingana na imani nikawauliza, wakasema kuwa tuna imani, pengine Mungu amekuona wewe unastahili kupewa huduma katika namna ile. Sikukata tamaa, nikaambiwa tena sadaka nyingine, wana sadaka nyingi za kuvunja, kuteketeza, kupanda, nini nyingi. Namshukuru Mungu nikapata tena sadaka nyingine. Nikaenda. Mfumo ni ule ule. Lakini sasa inauma, umefika sehemu watu unaona kabisa mchungaji anajipinda kabisa kuombea wengine, lakini wewe ukifika yani anakufanyia huduma tofauti na watu wengine. Basi hii kitu nikaanza kujijengea nafsi ya kwamba kwa sababu nina roho ya kukataliwa, lakini Bendera anasifika kwa kazi yake, anaponya watu, anafanyeje, lakini kwa nini mimi sasa kwangu kunakuwa na ugumu kiasi hiki? Au ni nini?
Nilitafuta nafasi ya kukutana naye sasa, kuonana naye ana kwa ana. Mungu alinisaidia nikakutana naye. Lakini sasa hata ile huduma ya kwamba mtu umesafiri kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam, unahitaji huduma kadhaa, yale mapokeo hayakuwa mazito, kwa sababu mimi najua mtu akienda sehemu fulani anatakiwa atazamwe kavuka mikoa miji mingapi, kaacha wangapi. Mapokeo ya pale hayakunifurahisha. Ukikaa naye ukimweleza, yani hana maneno yale ya kukuweka kwamba umekuja kuhudumiwa. Lakini sikukata tamaa, niliendelea kwenda, nilihudhuria ibada zote. Wakati mwingine za siku za kawaida pale Tabata gengeni nilikuwa naenda. Tena wakati mwingine ilifika mahala mpaka nikaanza kugombana na familia, kwa sababu nilikuwa nikiondoka asubuhi, ibada zao wanaanza asubuhi, narudi usiku. Sasa unajua kitu kigumu na kibaya, kila siku unatoka nyumbani unaenda sehemu fulani, lakini hakuna kitu chochote unachofanyeje, unachokipata. Unaona, kaka yangu kuna muda ananiuliza, mdogo wangu vipi? Naendelea kumuomba Mungu, lakini sasa ile kumwambia ule ukweli, mimi nikifika na hudumiwa hivi tofauti na wenzangu, nilikuwa nashindwa. Kuna muda ananiambia, mdogo wangu, nyewe wasichana au unaenda tu kufanya mambo mengine, kuzurura tu ufike hata kanisani? Kusema ukweli, mpaka kuna kipindi walikosa ile imani ya kuniamini kwamba labda naenda kanisani au nafanyeje. Kakangu alifunga safari akaone na yeye ibada zake zilivyo, lakini kwa nini mimi matatizo hayaishi? Akawafika, aliabudu siku hiyo tukashinda. Sasa nilichokuja kukigundua pale, ninapoteza muda na hakuna msaada wowote, kwa sababu hata nilivyokuwa nikikutana naye kwamba namuomba kwamba mchungaji, mbona hiki hatoi majibu yaliyo sahihi, niliamua kuondoka, kuacha kusali, nikafunga safari sasa ya kurudi Mwanza. Kiufupi, Bendera hakunisaidia chochote. Sikuwahi kupata huduma ya kusema kwamba alinifanyia maombi, hata ile chembe ya ubavu, hata kale kakwiki kalikokuwa kananisumbua. Matatizo yaliendelea kubaki pale pale. Nikarudi Mwanza kuja kuanza maisha mapya. Nilikuwa mtu ambaye siwezi kukata tamaa kabisa. Nilivyorudi nikageuka kwa mapadiri. Nilienda kanisa la Romani Mkolani. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja padiri, nilimpigia akanieleza kwamba mapadiri wapo wenye uwezo wa kusaidia, wengine ni majina tu, hawana uwezo wa kufanyaje, wa kusaidia kwenye maombi, hawana ile nguvu ya maombi, unaona. Akawa amenielekeza, nikaenda Mkolani, lakini padiri wa pale sikukutana naye ana kwa ana. Nilipewa namba za simu, nilivyoongea naye akanisukuma kwenda Marialita. Akaniambia Marialita kuna padri yule anayeenda kufungua watu walio na vifungo. Nilifika Marialita, nilizunguka ule mlima zaidi ya mara 2, lakini pia sikubahatika kukutana naye yule anayehudumia pale Marialita. Sikuchoka. Nilimfuata padri mmoja ambaye naye historia yake sitaisahau. Nilivyofika, yule padri alivyonitazama, aliwaambia huyu binti asinisogelee. Yule aliyekuwa amenipeleka akamwambia, huyu binti katika ulimwengu wa roho sio mtu, ila ninyi mlio na macho ya kuona kawaida, kwa sababu anaonekana ana miguu, ana mikono, ana macho, ana kichwa. Yaani ni majitu ambayo yeye yanaishi katika mwili wake. Yaani mimi kabisa hapana. Nilikaa pale kwa yule padri mpaka saa 2 usiku. Nakumbuka nililia sana hiyo siku. Nayo ni siku ambayo sitaisahau kwenye maisha yangu pia. Ni magu. Nilikaa saa 2, kila nikisogea kwenye karibu na eneo lake ananifukuza kama mbwa. Basi niliyekuwa naye akaniambia basi tusilazimishe kitu. Nilitoka. Nilivyotoka pale sikuchoka. Hapo sasa nimeshakata tamaa sasa mambo ya waganga tena. Nilienda kule Mchungwani kwa mchungaji nani yule anaitwa Marisa. Kusema ukweli, nilivyofika kwa Marisa, moyo wangu ulikataa kukaa kwenye vile viti. Nikawa naona kama vile kuna kitu ambacho moyo wangu unaniambia hapa sio sehemu nzuri. Wakaniambia, mtumishi, karibu. Kwa nini? Bila kukaa hapa uwezi kunani, tutakupaje maelekezo. Nilikaa kwenye kiti lakini nikawa na washwa.
yani makalio yanawasha, yani kama nilivyokaa hivi nasikia kuwashwa, sio hali ya kawaida. Nikamwambia jamani, nimeshindwa, nikanyanyuka. Wakaniambia kakae sasa sehemu ulale, labda unajisikia kwa sababu afya yako sio nzuri. Lakini roho nyingine inaniambia hapa moyo unagoma, nirudi tu nyumbani. Walijitahidi kunisihi, lakini nilijikuta pia nagombana nao, kwa sababu wanajitahidi kunikea, lakini moyo wangu unabishana. Yani sasa hata kuwasikiliza. Mmoja mpaka akaniambia, umetoka Nyegezi mpaka Mchungwani, una nia ya kuja kupata huduma, lakini kwa nini hutaki kutusikiliza? Uhalisia nilipishana nao, wakaniambia nilipe 5,000 ya kukutana na Marisa, nipewe kwenye nani, nikakataa, nikarudi. Lakini nilivyotoka kule moyo wangu ulikataa kabisa, sikuwahi tena kurudi kule. Nikarudi. Nilivyorudi nikakaa. Mwaka juzi nikaanza kumwambia Mungu, hivi kwanza mitihani hii imekuwa mizito, haya maisha ndo mpaka lini? Sasa ilifikia mahala siwezi kukaa sasa kama huu muda niliokaa hapa. Dakika 10 ni nyingi, siwezi kukaa kabisa, ni wakulala kitandani. Kama ni sebuleni basi inabidi nilale, siwezi kukaa. Hadi sasa inazidi kuwa mbaya kiafya. Nikasema sasa hapa sina sehemu nyingine sasa ya kukimbilia. Basi niliwahi kuelekezwa na mtaalamu mwingine mmoja, mganga. Yule mganga nikawa nimemtafuta mpaka nikampata. Nikawasiliana nao, wakaniambia kama unaweza kuja uje. Lakini pia nilipita kwa waganga wengi kufuatilia nani anayenirogaga na kwa nini nakuwa hivi. Basi tu shauku ile. Basi yule mganga nilifunga safari kwenda kwake Bunda kwao. Alikuwa na kwao. Nikafika, wao ni kama maustazi wanaofanya dua, lakini ni mganga kwa sababu si anafanya vitunguli vyote. Basi baada ya hapo nilikaa siku 5, nikarudi nyumbani. Wakasema kwamba kulingana na hali yako mazingira pia ni magumu, sisi tutakuja tukusaidie ukiwa huko. Ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka jana. Basi nikajipa moyo, nikakaa nao pale siku kucha, wanasoma dua zao, kila hiki huku mpaka kufikia kwenye kipindi cha uchaguzi toka mwezi wa 2. Sasa kulingana na hali yangu ilivyokuwa, pia wao wenyewe ndo walinihurumia kwamba hata wakinikalisha kule bado nina mtoto, kwa sababu ilifika mahali sasa baada ya kutoka Dar es Salaam. Kwanza nilivyotoka Dar es Salaam nilikosa makazi, nikaenda kukaa kwa mganga. Nimekaa kwa mganga miaka 2. Sina pa kukaa. Lakini yale mateso ya mazingira yale yakanikera, ndo nikaamua kutafuta chumba. Kaka akawa ananisapoti, ndo nikaamua kurejesha watoto wangu. Yule mmoja wa kike alichukuliwa na baba yake. Yeye alimchukua kipindi yuko kijijini. Lakini huyu mdogo mwingine wa kiume alibaki. Kwa hiyo nikawa nimemchukua nipo naye. Basi kulingana na kwamba sasa hata nikitoka mtoto ataishije? Ni ngumu, alikuwa anasoma shule. Wao nimekaa nao toka hicho kipindi mpaka kufikia uchaguzi. Lakini bado ilionekana ngoma ni nzito. Yaani mimi nilivyoenda kule nikakaa siku 5, wakanihurumia kulingana na nilivyo. Wao wakasema waje nikae nao hapa. Sasa lakini pia tulianza kupishana vitu vya hapa na pale, wakati mwingine hivyo mnasameheana, maisha yanaenda. Sasa kitu kikubwa ambacho naweza nikasema, mwezi wa 9 wakasema wao kazi imewashinda, kuna njia tu moja ambayo wanaweza wakaifanya, lakini ile njia yao niliikataa, haikuwa nzuri. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alinifunulia vitu usiku mmoja, akaniambia yale maelekezo yao wanayokupa, yani ndio utazidi kujiweka kwenye matatizo zaidi, na hayo matatizo itakuwa sasa ni ya kifo, yani kuliko hata hali ulionayo. Kwa utaalamu wao walisema kwamba pawa zao inabidi watumie kwa namna ya kushiriki. Lakini tukiwa kwenye mvutano, mimi nafikiria, nililala siku moja nikaota kwamba yule mtu mwili wake una wadudu, lakini nikisubutu kufanya vile nyumba yangu itaota kichuguu. Basi baada ya kufuatilia, watu wakaniambia ukiona hivyo
huyo mtu ana maradhi. Hata kama uko kwenye matatizo usisubutu, lakini licha ya hivyo tu sio vizuri. Sasa kwa kutaka kuamini, ilibidi sasa nimeshajitambua sasa hizi nyakati ni lazima ninapopita sehemu naangalia kwamba hapa ni sawa au hiki kitu kinakujaje. Nilimdanganya, nikamwambia nimekubali. Kwanza sikumshirikisha, nilimstukiza, nikatafuta vipimo, nikaja kumpima, kamkuta ameathirika. Hiyo ni pointi ya kwanza, ilianza kunifanya mawazo yangu yaanze kubadilika. Kwa nini Mungu anionyeshe hivi vitu? Je, nina Mungu, nina shetani? Kwa maana kuna watu wengi wanakutana na mitihani ile na wanapata matatizo. Nilianza sasa kujiuliza mimi ni nani? Kwa nini Mungu ameniepusha hili? Nilikaa nao, tulivurugana, nikawaambia inabidi sasa muende nifikirie, kwa sababu baada ya kugundua hilo niliwawashia moto na mimi ambao sio wa kawaida, na maana mlikuwa mnataka kunimalizia. Basi maisha sasa yakawa yameanza maisha mengine ambao ni mwaka jana. Sasa ni mtu mmoja, lakini unakuta anapandisha yale majini yake yale, umeelewa? Ni mtu mmoja. Swala la mahitaji kaka yangu wananisaidia, unaona, kaka wananisaidia, lakini pia Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha kabisa. Basi baada ya hiyo sasa nikajikuta sasa mawazo yangu yanaanza kubadilika, kwa maana nilianza kusimulia watu wangu wa karibu, wakaanza sasa kunipa mawazo tofauti. Kama Mungu amekuvusha hili, jaribu kujitazama mara mbili. Nina marafiki zangu wapo Kahama, na yeye nilimsimulia, tukakaa kama miezi kadhaa hivi, lakini sasa yeye akawa ananisihi kwamba wewe kwa hali ulioipitia hii mpaka Mungu akakufunulia kitu kama hiki, jaribu sasa kubadilisha mifumo ya kutafuta matibabu. Achana na hawa waganga, nenda kwa mtu aliye na Mungu. Lakini naenda kwa nani? Wale niliokuwa na waamini wote nimeshapita. Wengine sawa, sikuamini tena, labda nirudi tena Dar es Salaam. Hapana. Tumeenda. Safari nyingine, huyo rafiki yangu wa Kahama akawa amefunga safari kuja Mwanza. Hiyo siku nikawa nimempigia simu nikamuuliza uko wapi? Akasema Mungu ni mwema, nimefika Mwanza. Mwanza umekuja kufanya nini? Kanaambia tukionana nitakwambia. Basi hapo katikati niliendelea sasa. Hapa katikati hali tena ilikuwa imekuwa mbaya zaidi. Sasa mapafu yalikuwa yamefikia hali ambayo 1.5 lita ya maji siwezi kubeba. Nikilala hivi nikitaka kugeuka nimuite Mungu anisaidie. Ile hali ya kuona majoka usiku ilikuwa imekisiri sana. Hiyo sasa ni kila siku, na haka katabia kakutumikishwa usiku na wanaume usiowaona kalikuwa kamezidi. Nikawa sasa na hali ya miezi siwezi kuvaa nguo ya ndani, nauguza madonda, maradhi. Samani, unaingiliwa katika ulimwengu wa roho, lakini katika mwili unayaona. Unaachwa na maradhi sasa na maumivu ambayo sasa mwili tayari umeshagubikwa sasa na vitu ambavyo ni nguvu zingine ambazo sio nzuri kibinadamu. Unaona, wa kipindi kile cha mvua ile imenyesha kubwa sana hapa Mwanza, ilikuwa ni ya mafuriko. Nilikuwa mtu wa kitandani, siwezi kunyanyuka hata bafuni kwenda kama maji hayatoki bombani. Mtoto wangu kama hayupo, sina uwezo wa kubeba ndoo ya kupeleka maji. Basi nilihisi nimekata tamaa, sitapona tena, labda ndo safari yangu. Lakini hata mwili wangu ulianza kuisha, kuwa mdogo. Yani nikisimama labda niegemee ukuta, kama chumbani labda nishike kabati, sina uwezo sasa ule wa kujisimamia mwenyewe. Na ile hali ya kuwa natokewa miayo, ile miayo inakuwa mikubwa. Nilikutana na baba mmoja jirani, nimekaa sasa nje hapo, nimetoka nje, akaniambia mbona pigaga miayo sana? Nikamwambia hata mimi sijui. Akaniambia una mapepo wewe. Kwa kweli sikumficha, nikamwambia ndio na mapepo, ugonjwa haufichwi. Ila sikumuelezea vitu vingi. Nikamwambia saidie basi hata ustazi anayejua niangalizie, na hisi kama vile naenda kufa, maana sasa hivi hali imekuwa ni too much. Miguu ilikuwa imeshaanza kuvimba, yani sumu zimejaa. Basi kaka yangu niliwasiliana naye, akaniambia nikutumie pesa uende hospitali. Nilikataa kwa sababu mara ya mwisho nimezunguka kwenye haya mapafu, kila nikienda inaonekana pneumonia. Na pneumonia wataalamu walikuwa wananipa zile dawa za kutibu, kwa sababu pneumonia ni ugonjwa wa kawaida,
sio mkubwa, lakini mimi siwezi kuvaa blezia, siwezi kukaa hata dakika 10 ni nyingi. Maumivu ninayoyasikia kwenye mapafu imefikia mahala ukishika mbavu hivi, yani maumivu ni makali sana. Basi yule kaka akanipa namba za mtu mmoja, alisema anakaa Mahina. Nikamwambia mpe jina langu. Basi nina nyakati sasa nilikuwa nimehaha, nafanyeje? Naenda kufa. Nakufa najiona, inauma sana. Yani unajiona sasa maradhi, kwa sababu ule mwili ulikuwa umeshaanza kukosa ule uwezo wa kujihimili sasa kama binadamu. Lakini hapo nilikuwa na mawasiliano na watu wengi, unaona. Ila yule rafiki yangu akawa ananisihi, alikuja nyumbani huyo wakahama. Wakati amekuja, yeye alikuja akaniambia mimi naenda kwa Zumaridi. Kusema ukweli, nikamuuliza si unasali kwa bendera? Akasema bendera sasa hivi hapana, nimeshatosha. Kumwamini tena akasema hapana, nimekuja kwenda kwa Zumaridi. Alikuja alilala nyumbani kwangu siku 2. Alinisihi twende, lakini ile najisikia vibaya, siwezi kwenda, nenda tu. Alivyotoka akasafiri, aliendelea kuwasiliana na mimi. Ananiambia lakini dada, kwa nini usiende tu kule? Unajua tusiamini sana maneno ya nje wala kusikiliza sana mawazo ya watu. Nenda. Naanza sasa kuyafanyia kazi, kwa sababu nilikuwa nimemshuhudia lile jambo la yule mganga kumkuta na ukimwi. Basi akawa ananiambia una Mungu. Hivi wewe unafikiri unaweza ukajipa maono peke yako ukaona kitu ambacho kilikuwa kinakuweka kwenye hatari? Aliendelea kunisii, lakini mawazo yangu sasa yanatangatanga huku na huku. Basi yule mtu niliyemtumia jina langu huyo mganga anisaidie, wakati ninaomba majibu alinifokea sana. Akanambia wewe dada, usinisumbue, kwanza matatizo yako ni magumu na ni makubwa unayajua, unataka kuniingiza kwenye matatizo mimi? Basi nikawa nimekata tamaa tena. Nimekaa nikamuuliza siku moja, hivi hauna watu wanaoombea dua watu? Akasema kuna mtu mmoja lakini yuko mbali huyo, yani yeye ndo anaombeaga dua watu, yeye ni mstaarabu. Nikamuuliza kwa hiyo na yeye ni lazima nimtumie jina, nitoe na pesa? Akasema sijui, ngoja tumpigie. Kweli alinipa namba, nikampigia yule kaka, akanipokelea, akaniuliza unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Naomi. Akasema okay sawa. Ilikuwa ni jioni, akasema naingia kusali, nikitoka nitakutafuta. Basi alivyotoka akawa amenipigia, akanambia jioni nitazungumza na wewe usiku ukiwa umetulia. Ikawa na shauku, nikaweka vocha ya kutosha. Akaniambia pole sana, lakini Naomi unaonekana una matatizo magumu sana, na ni ya miaka mingi, lakini sio makubwa sana, kwa sababu hujajua njia za kupita. Nikamuuliza we kaka, unarahisisha mimi leo nina miaka zaidi ya 30, nateseka na hangaika, wewe unasema mepesi? Ule kaka akaendelea kuniambia ndiyo, tuliza tu akili, nitakuelekeza kitu cha kufanya. Kweli alianza kuniambia shida nilizonazo, kwamba unachosumbuliwa ni hiki, lakini kitu unachokosea ni kwenda kuoshwa dawa, unapigwa machiare. Wewe ni wakufanyiwa maombi, lakini na mtu anayekufanyia maombi awe ni mtu ambaye amesimama kiroho, yani awe na Mungu kweli kweli. Basi na kitu ambacho anaweza akakusaidia nacho ni maji. Nikwambia hivyo, ni nani mganga? Ostazi huyo. Sasa basi sikumwelewa vizuri, kwa sababu ni kitu kingine sasa ambacho tena nakutana nacho. Basi tulikaa siku kadhaa zimepita, nikampigia simu nikamuomba, kwani siwezi kutafuta pesa unisaidie hata wewe? Kwa sababu imani yangu tu naamini, kwa sababu naye anafanya dua zile za Kiswahili, anaweza akanisaidia. Akasema anaweza kukusaidia, lakini mimi niko mbali. Kwani huko umeshajaribu kuzunguka? Nikamwelezea kwa Maposa, kwa nani, unaona. Akaniambia unajua kuna watu wana maagano ya kishetani. Sasa kama na wewe umefungwa kishetani, unavoenda kule unaenda kuunganisha zile nguvu, tena yanazidi kuwa makubwa. Halafu sasa akanifafanulia, unaona vile unavoonaga maono? Kaambia ndiyo.
ni Mungu aliye ndani yako, ila kwa sababu wewe ni mwili uliwahiwa. Unaona? Kwa ukipata mtu aliye sahihi atakuweka sawa. Nimekaa siku kadhaa, yule kaka, pesa sina. Kwa sababu kakaangu ilikuwa imefika mahala akinisaidia ni pesa ya kula. Yaani aliona kama vile sasa tunapoteza pesa. Unaona? Haya mambo ya wanani mdogo wangu tumeshazunguka mno. Japo kuna muda anapaswa huruma anakupa, lakini unaona kabisa roho yake haiko kule. Nikawa kuna siku nikamuomba, kaka, huwezi kuja Mwanza ukatumia gharama zako. Mimi nikipona, mimi na imani nitafanya kazi, nitakuja kukulipa. Akanijibu vibaya sana yule kaka, akaniambia, mimi siwezi kufanya hiyo kazi. Nimesha kwambia katafute mtu aliye kimungu atakusaidia. Mimi siwezi kuja huko. Naweza kukusaidia lakini niko mbali. Wewe ni wa kufanyiwa dua. Nilikaa wiki 2 bila kumsemesha. Nimechukia sasa. Yaani amenifungukia vitu fulani vya kunifungua akili. Lakini sasa huyo kaka kipindi hicho alikuwa sasa Dar es Salaam. Unaona? Lakini sasa unaona, kwa sababu wakati namwambia hivyo aliniambia yuko Dar es Salaam. Unaona? Anasema niko Dar es Salaam. Hata sasa hivi yuko Dar es Salaam. Basi mimi nikachukia, nimekaa wiki 2 simsemeshi. Siku moja akanipigia simu, akaniambia leo nataka tuongee usiku. Ilipofika usiku akaniambia umekula? Nimekula. Akaniuliza hivi Naomi, ukibahatika mtu akakusaidia, utasimama vile ninavyotakiwa kufanya? Nikamwambia kusimamaje? Unajua wewe usingelogwa. Una kalama ya kimungu kabisa. Yaani ya kusaidia watu katika ulimwengu wa roho. Kusaidia watu. Nikamuuliza hivi, kwa hiyo natakiwa niwe nasoma manani yale ya Kiswahili natumia na maubani na maudi. Yaani sasa hapo akili sielewi. Akanambia mbona unapenda kukimbilia kule? Hapana. Siku ukiwa vizuri nitakufunulia. Basi nimekaa, siku zimeenda, anakuwa ananifuatilia, vipi hali yako? Umeshafikiria sasa utafanyeje? Nikamwambia sikini sasa naanza kufikiria sasa niende kwa Zumaridi. Kwa sababu hali yangu inazidi kuwa mbaya, unaona. Akaniuliza Zumaridi yule aliyewahi kukamatwa? Akasema ndio. Akasema huko sawa. Tena hapo na kuunga mkono. Ndio maana nimekushauri wewe sio wa kuzunguka kufanywa vitu ambavyo vya kishetani. Hutakaa ukapona zaidi, unakoelekea unaenda kufa. Basi aliendelea kunifuatilia, nikaja nikamwambia kweli nimefaulu, nimeenda. Nimepewa utaratibu natakiwa nitoe sadaka kwa sababu nimeshaingizwa kwenye maagano mabaya. Akaniambia siku zote mitihani yako ilikuwa ni migumu, sadaka ni muhimu. Akanisihi kama naweza kupata sadaka nitoe. Lakini baada ya hapo nilikuja kweli hapa. Vikwazo havikosekanagi. Mtu mwingine anasikia umeenda kwa nani? Huko napotea. Shetani si unajua anajitukuza kila sehemu kupitia binadamu. Lakini siku ya kwanza sasa nimefanya maamuzi, siwezi sasa kutembea. Yaani imefika mahala hata ile kunyanyuka sasa nisimame hivi wima. Nikasema hapa nina mtoto wa kiume, nani atakuwa ananipeleka hata uwani? Nakoenda ni kubaya, maana binti naye hayupo. Nilifanya maamuzi ya kuja hapa. Nakumbuka hiyo siku nilivofika, moyo wangu ulipata amani sana. Nilijisikia amani sana. Lakini mkononi sikuwa na kitu kikubwa cha kufanya. Nikapewa utaratibu kwamba niingie kwa mitume, nifanyiwe utabiri. Nikasema hata zamani hawa mitume tulikuwa tunawasikia. Unaona? Lakini sasa formula ya hapa ni tofauti na makanisa mengine. Moyo ukalizia. Nikaenda, nilivotoka hapa kwamba nikajipange nije sasa katika kufanyiwa maombi zaidi. Ule ukombozi. Sasa ndugu wale wakajipanga sasa tena. Yaani usiku sasa mauzauza sio kawaida.
nilizidi kutaitika mwili, sio hali ya kawaida. Yaani kuumwa sasa zaidi. Yale maumivu ambayo nilikuwa natembea nayo yakawa yani ni zaidi ya pale. Kamwambia kaka, sasa hapa wanakufaga watu mzaa kwa sababu tayari nimeshazidiwa na nguvu za giza. Kwa hiyo na sina namna, inabidi tu nisaidie niende nikakombolewe. Niende. Kaka yangu ni mwelewa, na mshukuru Mungu. Tunaishi kwa amani, kwa upendo, tunaelewana. Akanielewa. Nimekuja. Nimefanyiwa ukombozi. Nilivyofanyiwa ukombozi, wakati natoka nje, kuna kitu kama hivi kilikuwa kimekamata humu kwenye hizi mbavu hizi. Yaani kilikuwa kimekamata kwenye mbavu, kwenye kifua. Kwanza wakati nanyanyuka natoka kwa mitume, nikaona mgongo unakubali kusimama. Kamwambia baba, yaani kulikuwa na kitu kimekamata hivi. Yale mapepo nadhani sasa. Ndio yani tayari sasa nilikuwa naishi na vitu ambavyo na vinanitumikisha. Yaani ni mgongo ukakubali kusimama. Nikifanya hivi unakubali. Nikasema, Mungu, hivi tu kirahisi. Hivi kumbe Mungu hawezi kulinganishwa na shetani. Basi nilianza kupata amani. Nimeenda nyumbani, nikapewa hayo maji, nimeyatumia kwa moyo mmoja, kwa kumwamini Mungu wa Zumaridi. Lakini siku ya 3 nilihisi kitu tofauti sana kwenye mwili wangu. Nikisimama hivi nahisi kama vile napepesuka, yani kama vile mwili nimevua kitu fulani. Mwili umekuwa mwepesi. Basi ilipofikisha siku 3, ya 4, ya 5, wiki, sioni sasa hata yale majoka yakitokea. Sioni sasa watu ukifika usiku wananifuata kuja kunitumikisha walivyokuwa wamezoea. Basi moyo wangu ulianza kuamini kumbe kuna Mungu anayeweza kumtumia mwanadamu akasimama kuokoa watu waliowekwa mateka na watu walioteseka, watu waliofungwa. Lakini kuijua imani ya kweli ni ngumu kwa sababu makanisa ni mengi na kila mtu anakuja na matangazo yake. Afya yangu nilianza kuiona inaimarika. Mapafu sasa nikaanza kuwa napika ugali. Maji bombani chooni yamekatika chumbani kwangu, na beba kutoa nje lita 10. Nimeenda na shangaa maji yamekatika, nafuata bombani kutoka hapa mpaka kule, hata kule barabarani. Nasomba hata ndoo 6, ndoo 5 za maji, lita 20 zile. Mpaka wa leo mapafu yale siyasikii. Blezia navaa. Ile hali ya kwamba nilikuwa na shida ya moyo umepanuka. Sisikii tena vichomi hapa kwenye moyo. Navaa blezia na shinda. Hali ya maumivu sehemu zangu zote za mwili ikaenda inapotea. Kila leo kesho, leo kesho. Nimejikuta tu sasa naamka asubuhi ninashinda, sisikii ile hali ya kwamba ule udhaifu wa mwili. Yaani naweza nikashinda nafanya kazi zangu vizuri za nyumbani, hata labda wakati mwingine nafanyaga labda kwamba leo nitoke tu nikatembea hata mjini. Unaona, niangalie mwili kwamba nikirudi nitakuta nimechoka sana, nitashindwa kufanya kazi zingine. Nitaenda nitarudi, niko tu okay, sawa kabisa. Kwa hiyo baada ya kufanyiwa ukombozi, mimi binafsi nilimuona Mungu, nikaendelea kusimama sasa kwenye imani ya kumuomba Mungu wa Zumaridi. Yaani hichi kitu, na nimemuona Mungu Baba hata kabla sijakutana naye kimwili, yakinitokea kwamba kwa sababu mwili wangu ulikuwa kila sehemu na majeraha. Mfano mkono wa kulia huu ulikuwa na shida ya kuuma kuliko huu wa kushoto.
Yaani ina maana unakufa ganzi. Kwa sababu pia niliwahi kuparalyze huko nyuma upande mmoja wote huu. Lakini sasa hivi sisikii kitu chochote. Kwa kama ilikuwa ni mkono, kama ilikuwa ni miguu, kama ilikuwa ni kifua, ile hali ya miayo kwamba kila mara miayo, hapana, sisikii chochote. Huu ni mwezi wa 7, zaidi ya miezi 2 mitatu. Lakini kitu kingine nilichokuja kugundua, Mungu Baba ana nguvu kuliko kitu chochote. Kwa maana unavomwamini anajitukuza yeye peke yake katika mwili wako, katika maisha yako, na anadhihirika kwa matendo. Hiki ndicho nilichokiona hapa kwa Mfalme Zumaridi. Wakati narejea mahali hapa, Mfalme Zumaridi hakuwepo, alikuwa safari. Lakini niliumia. Unajua ukienda sehemu unatamani ukutane na mhusika zaidi. Nilifanyiwa huduma kama kawaida na mitume, kwa sababu Mungu Baba yuko ndani mwa watumishi wale mitume. Kila kitu kilienda vizuri, na hata na mapasta pia walikuwa karibu na mimi kwa kuniombea kila hatua, hawakuniacha. Kitu kingine ambacho namshukuru Mungu wa Zumaridi mahali hapa, kuna kitu ambacho nimekiona toka nimetembea. Ukarimu. Nimezunguka sehemu nyingi, sijawahi kukutana na sehemu ambayo ina watu wakarimu, ina watumishi wakarimu kama kwa Zumaridi Baba. Sijawahi kuona. Kwa sababu ukipokelewa vizuri, nimetolea mfano kwamba nimepita kwa Bendera. Kwa nani yule na Uvumi. Nimeenda kule kwa padri, natukanwa kama mbwa. Lakini kwa Zumaridi anajali, anasamini asiye kuwa nacho na aliye nacho, habagui, hachagui. Watumishi wake, leo nina miezi, nilijihisi kama vile nimefika kwenye familia niliyozaliwa. Ni watu ambao ni wakarimu sana, sana, sana. Nikisema sana na maanisha. Wana upendo wa tofauti, wanajali sana. Namshukuru Mungu wa Zumaridi, wanaishi kiroho sio kimwili. Kwa sababu hata kwenye maandiko tunafundishwa upendo. Upendo ndo kitu pekee kwenye maisha yetu sisi binadamu. Mungu Baba anatufundisha upendo. Mpendane, msaminiane, na upendo ndo unaleta heshima, upendo ndo unaleta kusaminiana. Kwa hapa upendo ni mkubwa, si wanawake, si wanaume, wanajali, watakufanyia kila ambacho unastahili kulingana na matatizo yako ulionayo. Hakuna sehemu nyingine ambayo nimepita kuna huduma kama hii. Na hata nilivyofanyiwa huduma nilikuwa nyumbani, ninajua vita huinuka sana pale unapofika sehemu iliyo sahihi. Kwa maana shetani unavotolewa kwenye mikono yake, anajiinua sasa na yeye kutumia mbawa zake aone kama atafaulu. Hakuna mchungaji unaweza ukamwamsha usiku, asubuhi yuko usingizini, saa 1, saa 12. Wengi wanaishi katika namna ya tofauti. Lakini hapa kwa Mungu wa Zumaridi, hata kama ni saa 8, ukiona hali tofauti, piga simu, wanatamka neno, mamlaka ya Mungu Baba yanafanya kazi, unaendelea kuvikwa mamlaka ya Mungu wa kweli, unaendelea kuwa imara. Kwa kweli najivunia kwa hili. Najivunia kwa hili. Ni vitu vingi, tuna amani mahali hapa. Kwa sababu mimi ambaye nimeteseka zaidi ya miaka 30, amani nilikuwa sina. Lakini nina amani.
kubwa. Kitu kingine, baada ya baba kurudi kutoka safari, nilifaulu kukutana naye. Ni tofauti na watu wengine. Karama alionayo ni kubwa. Uwezo alionao ni mkubwa. Angekuwa mtu mwingine angeishi katika mazingira tofauti sana na watumishi wake. Lakini anajali sana watoto wake. Kwa maana Mungu aliye ndani yake yupo kwa ajili ya kukomboa roho zilizopotea. Anakomboa watu waliokamatwa. Anaokoa maisha ya watu. Kulingana na mimi nilikopita, wengi wameshindwa. Haikuwa rahisi. Ana upendo sana baba. Ana upendo mkubwa. Namshukuru Mungu kwa hilo. Ana upendo mkubwa. Hata wachungaji wana upendo mkubwa. Wazee wa kanisa wana upendo mkubwa. Mitume wana upendo mkubwa. Watumishi wote wana upendo mkubwa. Kingine, huduma inapatikana kwa wakati wowote. Kwa maana yeye amekuja kukomboa watu walio kwenye matatizo. Mtu umezidiwa, hawezi kusubiri eti kwamba asifunguliwe geti mpaka kesho asubuhi. Hapana. Lakini nilikuwa anakuja kwa wakati wowote, na mpaka sasa nimekutana na baba nikiwa na afya njema, vile na ambavyo nilifikiria kwamba bila kumuona baba nitasaidiwa. Mungu ni roho. Kikubwa ni kumwamini, na Mungu ukimwamini anajitukuza ndani yako. Ninachopenda kuwashauri watu, kitu cha kwanza, wasipende kusikiliza maneno ya bila kushuhudia sehemu ya tukio. Hilo ni la kwanza. Kwa sababu mimi mwenyewe kuna muda nasema kwa nini nilichelewa? Lakini kwa sababu Mungu alikuwa amepanga ni nyakati hizi, namshukuru kwa kila jambo. Lakini ukifika utakutana na kitu kikubwa ambacho sio cha kawaida. Nimekutana na watu, unaangalia kama ni kichaa, unaona alama zake alizokuwa amefungwa kamba. Unajua kumbe huyo alikuwa anaangukaga lakini amekombolewa. Na kutana na watu wametoka sehemu tofauti. Wengine mpaka nafahamiana nao. Tumetoka huko vijijini. Watu wazima. Mtu mzima ana miaka 70, 60. Anajitambua kuliko hata umri wangu. Hawezi kukaa sehemu ambako kuna shida. Lakini yule anajua mengi. Anakaa sehemu ambayo ni salama. Kwa hiyo ninawashauri watu tujaribu kuchambua imani ya kweli. Na washauri binadamu wenzangu, na ninachojua huku mitaani kuna watu wengi wana matatizo, lakini ile kuuliza sana na yenyewe sio nzuri. Nayo nimejifunza pia. Nenda sehemu ya tukio, ujionee, utakachokutana nacho Mungu atakuwa amekupangia. Naongelea kwamba tusipende sana kusikiliza maneno ya nje, kwa sababu sikumbuki mwaka, ilikuwa kama 2013. Nilisikia ndo baba nadhani ndo alikuwa anafungua kanisa pale Iseni. Wakaniambia kuna mama ana mitume. Unaona? Nikatoka, nilikuwa nakaa Kilimahewa, nimefika Iseni, nimeshuka. Kwa sababu sasa ile nimesimulia, naenda sehemu fulani. Nafika mtu mlangoni pale na kwa Zumaridi. Nakumbuka kabisa nilimuona baba ameshika maiki, lakini sikumtazama vizuri kwa sababu nilipigiwa simu. Ile simu ikanirudisha tena. Yaani nilirudi, sikurudi, lakini nilikutana na binti mmoja ambaye tumewahi kuishi kijiji kimoja, Magu Kwimba. Yuko mahali hapa, na hata wakati narejea tena nimemuona. Akanishuhudia amehangaika sana. Na kweli ni miaka nimeshangaa sana kuja kumuona na mtoto mdogo. Kumbe yeye alivyosimama hapa Mungu alimtendea akapata kujifungua. Kwa hiyo tusipende tu kusikiliza vitu vya watu sana. Kwa hiyo simu ya Iseni huyo alikwambia uondoke au ilikuwaje? Kuna mtu alinipigia, aliniuliza uko wapi, nikamwambia nimeenda kule wanakotabiriwa
kwa sababu ilivuma kwamba yule mama wa Eseni anatabiri, unaona. Si unajua maneno ya watu sasa, huko hamna. Sasa yule mtu akaniambia usiende huko hamna, hao wana manguvu za Freemason yao, utaenda kabisa kupotea na matatizo ulionao ni makubwa. Yani nikarudi, yani na maana sikufanikiwa hata kukaa kwenye kiti, ila nilikuwa sasa nimeshaingia mlangoni hivi ili niende nikakae. Miezi kama 3 imepita, lakini kuna maono niliona, kwa sababu na mimi wanaamini sana maono. Niliota mwanamke mmoja ametokea barabara la Ubugugu. Amekuja ameniletea kitambaa cheupe, lakini kitambaa changu kilishapotea miaka mingi. Kabla sijasahau nikawa najiuliza ni nani. Lakini katika pitapita zangu nimepita sehemu nyingi. Ilikuwa mwaka 2014. Niliwahi kwenda tena kwa mganga mmoja, akanitabiria, akaniambia maisha yako yote mtu atakaye kuja kukuponya wewe utakuja kuponywa na mwanamke. Sasa nikawa sasa namwambia hata kijana wangu, na hapo naongea sasa, hata mbona nimeota hivi, lakini kuna mama aliwahi kuniambia wewe mtu atakaye kuja kukuponya haya matatizo ni mwanamke, unaona. Na huyo mtu ni miaka mingi, 2014. Basi hata hii ndoto ambayo imejitokeza miezi kadhaa michache hapa nyuma, kwa sababu mimi nikiota kitu huwa naamini. Kitambaa cheupe nikaamini pengine naenda kupona matatizo yangu labda yakaisha. Lakini sasa nilikuwa najiuliza Bugugu ni nani? Hilo ndo sasa ni swali ambalo halikuwa, unajua, kuchanganua kwamba kitu fulani sio rahisi. Mwanamke sikumuona usoni, lakini tu wakati nilitokewa ndoto fulani wakati najipanga kuja huku, ila nilitokewa, alikuja mwanamke ambaye ni rafiki yangu. Huyo mwanamke nilionyeshwa usiku mmoja, ndo najipanga sasa kuja kukombolewa. Huyo mwanamke alinitokea, ana grupu la waimba kwaya. Wale waimba kwaya walikuwa wanawake na wanaume. Lakini sasa mimi nikawa nipo hilo eneo, ninazubaa tu, sina ule ushirika nao kivile. Ila nilikuwa nimekuja kukamatwa na watu ambao ni maaskari. Baadaye katika lile grupu, ule mwanamke alikuwa anacheza sana kuliko wanawake wengine na wale wanaume, lakini walikuwa wamevaa sare nzuri sana. Wanaume wana sare zao, wanawake wana sare zao. Wakati najipanga sasa kuja kukombolewa, lakini yule mwanamke yeye alikuwa na mavazi ya tofauti na wale wengine ambao alikuwa anaimba nao kwaya. Wekao ile sehemu wanacheza wanaimba. Mimi sasa sina ile hali ya kwamba ninashiriki kwenye ile ibada ya kucheza, kuimba. Nikamwambia mimi mbona nimekuja kukamatwa. Akaniambia nenda ukawasikilize. Kama wakikuchukua utaniambia, nitakuja kukutoa gerezani. Basi nikawa nimeshtuka kwenye ile ndoto. Lakini sura sikuonyeshwa. Kwa kweli namshukuru Mungu wa Zumaridi. Haya ndiyo mapito yangu. Tuendelee kuishika imani ya Mungu wa Zumaridi. Tutafika mbali na watu wengine watazidi kuokolewa. Amina. Atukuze mfalme imani. Jina naitwa Naomi Paulo Pungu. Amina. Naishi Nyegezi. Amina. Kusudi kufika hapa nilikuwa na tatizo la afya. Amina. Leo nimeanza kunisumbua toka nimezaliwa. Amina. Mpaka leo nina miaka 36. Ni miujiza ya Mwenyezi Mungu mfalme Zumaridi. Nashindwa niseme nini. Amina. Maana nina amani. Amen. Mfalme Zumaridi amenikomboa juzi. Amen.
nimehangaika sana. Amina. Nimeteseka sana. Amina. Hakuna sehemu sijawahi kufika. Amina. Kusudi la Mungu wakati ukifika umefika. Amina. Najisikia amani. Amina. Kutoka nimekanyaga mahali hapa. Amina. Kwa kweli ukiwa nje huwezi kuelewa. Amina. Hapa unaelewa nini Mungu anafanya. Namshukuru Mungu wa Zumaridi, imenipendeza leo kufika mahali hapa kuabudu na ninyi. Mungu wa Zumaridi aendelee kutufunika. Amina. Nawapenda. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.